إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يقول سبحانه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أما بعد، baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma na amani kiongozi wa umma Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ikhwa alkiram, tumemaliza mwezi mtukufu wa Muharram na tuko katika mwezi ambao Muharram ni mwezi wa kwanza. Hivi sasa tuko katika mwezi wa pili katika kalenda ya Kiislamu, nao ni mwezi wa pili ambao unajulikana kwa jina la Safar. Hii ni Ijumaa ya kwanza katika mwezi huu wa Kiislamu. Masiku yanakatika, umri unapita, wakati unaenda, lakini yote yatakiwa mwanadamu awe katika mstari wa kumwabudu na kuwa katika toa yake Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala huwa khaliquna. Allah ndiye muumba wetu, khaliqu samawati wal ard, yeye ndiye muumba wa mbingu na ardhi. Raziquna, yeye ndiye razik, ndiye mwenye sifa ya kumruzuku mwanadamu, na riziki si chakula peke yake. Mwanadamu amepewa afya njema, ni riziki ya kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu amepewa mandhar mema, ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mwanadamu amepewa familia iliyo njema, hii ni riziki kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una kazi njema, hii ni riziki imetoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una neema mbalimbali ambazo kwamba unaneemeka nazo, na hizi zote zinahesabiwa katika riziki, ziko katika mlango wa riziki ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Yatakikana juu ya neema kama hizi na riziki kama hizi ambazo kwamba ametujalia sisi, Ar-Razzaq, mwenye sifa ya kumruzuku mja, mwanadamu atakikana aregeshe shukurani kwa neema kama hizi. La in shakartum la azidannakum, ukitakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali ambazo amenipa mimi na wewe, basi Allah subhanahu wa ta'ala ataenda kutisilia baraka katika arzak, katika hizi neema ambazo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia mimi na wewe. Wakati wewe washtaki huna viatu vya kutembelea, kuna mwingine ashtaki nini wakati hata miguu yenyewe ya kuvalia viatu hana. Wakati wewe washtaki huna haya na yale,
kuna mwingine pale ulipofika wewe yeye hajafika. Kwa hivyo ni juu yetu kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema mbalimbali alizotujalia sisi kama Waislamu. Na katika neema kubwa aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao ndio khutba yetu, ni wakati. Wakati ni moja katika kiungo muhimu, ndiyo huyu mwanadamu aweze kusimama kutoka kuenda kazini, ndiyo huyu mwanadamu aweze kusimama kuweza kufanya shughuli zake. Hii ni kwa sababu amepewa neema ya wakati. Na tunaposema wakati, alwaktu huwa alumr, wakati ni umri. Wakati wako ni umri wako, wakati wako ndio akaunti yako, wakati wako ndio kila kitu chako. Hivi tunapoangalia ile saa inapotembea ikatuonesha masaa, dakika, sekunde, wahakadha, kila zile sekunde zikisonga ndio masaa yanasonga. Unasemaje hii saa itakapokwenda kusimama? Inatuonesha umuhimu wa saa kama ile ambayo kwamba yatusaidia sisi kuhesabu wakati wetu. Kwa hivyo wakati wetu ni umri wetu, ndio hazina ya mwanadamu. Kwa hivyo ikiwa wewe wajua hii ni hazina yako, vipi hazina kama hii watakikana uilinde? Vipi hazina kama hii watakikana uithamini? Hazina ya wakati, kwa sisi kupata wakati ndio tumepata kila kitu. Lakini wakati wetu utakapoambiwa sasa wakati wako umesimama, hakuna mtu ataongezewa saa wala atapunguziwa dakika. Atakapoambiwa wakati wako umesimama, sasa unatoka kwenye wakati ule wa kidunia unaenda kwenye wakati wa kibarzakh, wakati wa kiakhira, wakati ambao Mwenyezi Mungu anahisabu, wa inna yawman inda Allahi ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu kwa hisabu ya wakati wa Mwenyezi Mungu ni kama miaka 1000 tunayohisabu. Siku moja, wa inna yawman, siku moja, inda Allahi, kwa hisabu ya wakati wa kimwenyezi Mungu. Hii ni kumaanisha, kwa mfano tuseme kutoka Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukihisabu kwa wakati wa kimwenyezi Mungu kutoka fariki mpaka sahihi, hata siku 2 hazijafika kwa wakati wa kimwenyezi Mungu. Kwa hivyo wakati, ndugu zangu katika imani, ni kitu cha thamani sana. Kwa hivyo tusemeni alhamdulillah alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara au shukura. Moja katika aya ambazo kwamba zipo katika suratul Furqan, Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ja'ala al-layla, ametuwekea usiku. Tumewekewa usiku, kuna wakati wa kupumzika. Wan-nahara, tumewekewa na mchana, ni wakati wa sisi kutafuta maisha. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuuliza katika Qur'an, basemaje? Walikuwa wanaulizwa makafiri, lakini haya maneno tunayasoma sisi Waislamu katika kitabu chetu na ana mazingatio kwetu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema, maonaje Mwenyezi Mungu angewekea wakati wenu wote ni usiku, nani angewaletea mchana? Hakuna isipokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisha akauliza tena swali hilo hilo kwa upande wa pili, lao Mwenyezi Mungu angewafanyia wakati wenu wote ni mchana, hakuna usiku, nani angewaletea usiku? Hakuna isipokuwa ni Allah jalla fi ula. Ikhwa alkiram, kwa hivyo wakati ni kiungo muhimu sana. Ndiye Mwenyezi Mungu ambaye kwamba amepangilia mipango ya hii dunia, kuwe kuna wakati wa usiku na kuwe kuna wakati wa mchana. Na kuna wengine sahihi wako sehemu katika hii dunia, sahihi wao ni usiku wamelala, na sisi huko tu katika wakati wa mchana. Hii ni mipangilio ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu. Kwa hivyo ibadallah, tumwogopeni Allah subhanahu wa ta'ala na tufahamu anna alwaqta alladhi naishu fihi,
fi hadhihi dunya, wakati ambao kwamba huu tunaoishi katika hii dunia, la yuqaddaru bi shay'in, huu wakati huwezi kufanyia tathmini na kitu kingine chochote. Wakati wako ndio rasilimali yako. Kwa hivyo fahfadhu, tuhifadhi huu wakati na tuutumie kwa mambo ambayo kwamba yatatunufaisha katika dunia yetu na akhira yetu. Fala nudhi'u alwaqt, tusipoteze wakati kwa mambo ambayo kwamba hayana faida kwa mwanadamu, akaingia katika kupata hasara katika dini yake na dunia yake. Fahadha al-umri alladhi naishu fi, huu umri ambao kwamba tunaishi ndio wakati wetu, na huu umri ndio mazra'atun lil akhirah. Huu umri ambao kwamba ni wakati tuliopewa ndio unatuwezesha sisi, hapa tuko katika shamba, twatakikana tuandae shamba letu tukiwa hapa duniani, nao huko ndo kuhifadhi wakati wetu. Kama vile mkulima mwenye shamba akiwa anatarajia kuna season ya mvua inakuja, anasafisha shamba lake, anatayarisha yale yanayohusiana na mbegu, anapanda akijua huu ni wakati munasibu ambao kwamba mimi nitafaidika na mazao yatakapokamilika. Kwa hivyo Muislamu akiwa hapa duniani afahamu kuwa hii dunia ndiyo shamba lake, yuwalima na yuandaa ili aende akachume matunda yaliyokuwa mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati huu utakapoufanyia mazuri, utakwenda kupata mazuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na utakwenda kupata saadatun abadiyya, utakwenda kupata kufaulu kuliokuwa hakukatiki. Allah subhanahu wa ta'ala atuambia, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamin khaliya. Allah awaambia watu wa peponi, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe miongoni mwao. Si kwa watu watakapoingia peponi, Allah awaambia watu wa peponi, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayamin khaliya. Wataambiwa watu wa peponi, sasa kuleni, mulitumia wakati wenu vizuri duniani kwenye ibada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, na kwa mambo ambayo kwamba yamekunufaisha. Kwa hivyo sasa ni wakati wako, kuleni na munywe mnavyotaka. Hanian, hongera. Mwenyezi Mungu awapa waja wa peponi hongera, bima aslaftum, kwa yale ambayo kwamba mliotayarisha kule duniani katika siku ambazo kwamba umetumia wakati wako kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in dhayyatahu fil ghafalat, lakini utakapoupoteza wakati huu katika kumpa nyongo Allah subhanahu wa ta'ala, ndiyo ile siku ambayo kwamba Allah atuambia katika Qur'an, katika suratu Furqan, waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Utakapouchezea wakati wako, kuna siku itakuja. Allah subhanahu wa ta'ala atueleza katika kitabu chake, atuambia yule ambaye kwamba atapuuzia yale niliyomletea hapa duniani, asifuate maamrisho. Umewekewa swala kwa wakati wake, uswali kwa wakati wake. Umewekewa toaat mbalimbali ambazo hizi toa zote zinaenda na nyakati, basi Allah atuambia fa inna lahu maishatan dhanka, utakwenda kupata maisha ya dhiki maadamu hutumia wakati wako vizuri kwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Bali si hilo tu, kuna hasara kubwa zaidi inakuja kwa sababu hutautumia wakati wako vizuri. Atuambia wanahshuruhu yauma alqiyamati ama, tutakwenda kumfufua huyu mtu siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Mwanadamu ni mwingi wa kujadili, mwanadamu ni mwingi wa kuuliza, anakosa haya taka mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Amwambia Allah, lima hashartani a'ma, bwana umenifufua kipofu.
Wakad kuntu basira, mimi duniani nilikuwa nikiona. Duniani nani alikupa macho? Ulijipa mwenyewe? Bila shaka ni Mola subhanahu wa ta'ala. Lakini mwanadamu kwa kile kiburi chake na ghafla yake akajisahau na akawa mkakamavu mbele ya Mola subhanahu wa ta'ala. Amwambia, mbona leo umenifufua kipofu? Ambao hukutumia wakati wako vizuri duniani. Wale ambao kwamba waliotumia wakati wao vizuri waliambiwa kulu washarabu hanian bima aslaftum fil ayami alkhaliya. Sasa nini ni wakati hamuna kuambiwa, mwaitwa hayya ala swala, hayya ala alfala, mwaitwa kwenda kuswali, mko peponi, mko free, kuleni mnachotaka, kunyeni mnachotaka, kile ambapo kwamba mnachotamani mtakuwa ni wenye kukipata mbele ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini yule aliyofanya kinyume chake, imefika wakati sasa amesimama mbele ya Mola, amwambia Mola subhanahu wa ta'ala, lima hashartani a'ma, mbona umenifufua kipofu? Wakad kuntu basira, nilikuwa nikiona. Allah amwambia, kadhalika atatka ayatuna, tulikuletea mitume, tulikuletea watu wa kukukumbusha, tulikuletea mawaidha, tulikuletea Qur'ani, hadithi za Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ulikuwa ukisomewa kila Ijumaa na durusi mbalimbali na mashekhe mbalimbali umewasikia, lakini ulipanyongo ukumbusho wa Allah subhanahu wa ta'ala ukautumia wakati wako katika ghafla. Basi leo waambiwa kadhalika alyawma tunsa, leo pia Allah amekusahau. Akhi karim, ukisahauliwa na Allah katika siku ya Kiyama, wewe waenda wapi? Ni kipofu. Kipofu hapa duniani mpaka ashikwe mkono, kule siku ya Kiyama, yauma yafiru almar'u min akhihi, naye atakushika mkono kama si wakati wako mzuri uliotumia hapa duniani. Yauma yafiru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni. Baba amkimbia mwanawe, mke amkimbia mumewe, kila mmoja rabbi nafsi nafsi nafsi. Anbiya alayhi salatu wassalam, siku hiyo kila mmoja asema nafsi yangu nafsi yangu. Likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni, kila mmoja atakuwa na jambo ambalo lamshughulisha siku hiyo. Yamekufika hayo kwa sababu hukutumia wakati wako vizuri. Ikhwa alkiram, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, la tazula qadama abdin, hautanyanyuka unyayo wa mja yoyote, yauma alqiyamati, siku ya Kiyama, mguu wako, unyayo wako huwezi kuinua pale ulipochika, ni pale pale paka ujibu maswali mangapi? Manne. Wewe ukiambiwa una mtihani hapa, unajiandaa na mtihani kama ule, hujui mtihani ule utaulizwa nini, hujui utaulizwa kwenye topic gani, unasoma topic zote. Mtume Muhammad akuletea maswali ambayo tayari ushaambiwa utaulizwa 1 2 3, prepare your answer from now. Shapewa leakage na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ni siku mzito ambayo kwamba iko mbele yetu. Hautanyanyuka unyayo wa mtu yote mpaka aulizwe, yusalu an arba, aulizwe mambo manne, maswali manne. Ana umrihi, mimi na wewe tutaulizwa umri wetu, fima afnahu, umri wetu tumeumaliza kwenye jambo gani? Wa an shababihi, na utaulizwa ubarobaro wako, fima ablahu, umeumaliza kwenye nini? Ubarobaro wako umeumaliza kwenye nini? Kuna mambo kadhaa wa kadhaa ambayo kwamba yanamshughulisha barobaro, yanamshughulisha mwanadamu. Mwingine hata ashatoka kwenye ubarobaro, lakini yumo tu, hajarudi kwa Mola subhanahu wa ta'ala. Ubarobaro ni katika umri, lakini una swali lake kando. Na barobaro ni mimi na wewe, tuyazingatie haya maswali ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam, huwezi kuinua mguu wako mpaka ujibu kila swali na jawabu lake sawa sawa. Fima ablau wa amma alihi, usione mtu amepewa mali ukaona yule hana neno, yule ashaukata.
kuna maswali atakana aende akajibu mbele ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Min aina tasabahu, ile mali umeichuma wapi, umeitoa wapi? Sosi ya ile mali imetoka wapi? Min halalin am min haram, imetoka maana halali ama na haram? Jamaa kwambia wewe kusanya tu, bora upate, baadaye utakwenda kutubia. Kwa jua utaenda kutubia, unayo nafasi ya kwenda kutubia. Ama kusanya tu za riba, za halali, za haramu, kisha utaenda kujenga misikiti huko. Haya ni maneno ambayo kwamba hayapo katika misingi ya dini yetu ya Kiislamu. Wa fima anfaqa, atakwenda kuulizwa mali yake ameyatumwa vipi, ameyapata vipi, na ulitoa nini kusaidia dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mchango gani ulikuwa nao katika ile riziki ambayo kwamba umepata, katika ile mali ambayo kwamba umepata, umekuwa na mchango gani kuipeleka mbele dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ilmihi, na wale wasomi, Allahu Akbar, wataenda kuulizwa katika ile ilmu ambayo kwamba wamesoma, wameifundisha vipi, wameitumia vipi ilmu kama ile. Faalamu anna al-umra, maudhui yetu tunazungumzia umuhimu wa umri. Tufahamu kwamba wakati ndio umri. A'azzu shay'in, wakati ni kitu ambacho kwamba hakina thamani, ni kitu ambacho kwamba kina thamani ya hali ya juu. Kwa hivyo tusiupoteze wakati wetu. Mtu anakaa masaa 4 5 yuko kwenye TV angalia mziki, yuko kwenye TV angalia uchafu, yuko kwenye TV yuko kwenye ball. Ball sasa kule yachezwa, wale wakicheza sisi ni usiku, lakini mtu ataweka alam imwamshe saa 7 za usiku ama saa 8, kisha ata watch ball. Ikifika alfajiri walala. Ile boli ndio muhimu kwake, lakini alfajiri kwake haina umuhimu. Hivi ndivyo tunavyotumia wakati wetu. Mtu anatumia wakati kwenye maladhat, lahawat, laib wal hawa. Mtu anatumia wakati wake vibaya katika mambo yasiyomridhi Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ikiwa hilo boli itakuwa ni sababu swala ikupite, hilo boli ni haramu kwako. Ikiwa jambo ambalo kwamba itakuwa ni sababu wewe uingie katika kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala, jambo kama lile bila shaka itakuwa limekatazwa. Mwenyezi Mungu atuongoze kwa haya. Mwenyezi Mungu atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Yaqulu subhanahu wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ana wa iyyakum bil dhikri wa ayatil hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim wa ghafurur karim.